Ninaifurahia siku ya wanawake duniani, na ninaifurahia kwa sababu kubwa mbili. Kwa sababu hivi sasa dunia inamtambua mwanamke kwamba ni sehemu ya maisha ya wanadamu wengine na ndio msingi wa wanadamu wengine, yaani ni njia ya wanadamu kuja duniani kupitia kwa mwanamke. Lakini pia ninaifurahia kwa sababu nimegundua kwamba kuna nguvu ya mwanamke katika maendeleo ya jamii husika, kwa sababu mwanamke ametengenezwa na Mungu katika namna ilivyokuwa ni mlezi mkuu, ni mwalimu mkuu. Yeye ndio chemchemi ya maarifa mengi apatayo mwanadamu tangu kuzaliwa kwake na kuendelea. Wanasayansi wanatuambia kwamba mtoto anayezaliwa na mama mwenye akili naye huwa na akili, na kinyume chake pia vivyo hivyo. Lakini pia mwanamke amechukua nafasi kubwa ya thamani ya wanadamu, na ndio kiumbe mwenye huruma juu ya viumbe wa binadamu waliopo. Kwa hiyo ana wajibu mkubwa wa kutetea, kulea na kuongoza jamii iende kwa jinsi ambavyo inastahili. Sina maana kwamba wanaume hawana nafasi, hapana. Isipokuwa wanaume watabaki kuwa watunzaji wa familia, lakini mlezi mkuu wa familia ni mama. Sasa hata kama yako mambo au ile dhana ya 50-50 haimuondoi mwanamke kwenye asili yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu kuwa mlezi, na lazima afanye kazi ya ulezi bila kushindana. Kuna mambo ambayo hatubadilishani, hatugawani, hatuachiani kwa wanadamu wetu. Hatuwezi kuachiana. Yaani huwezi kumwacha baba awe mlezi wa familia. Kuna jambo litapungua tu kwa sababu hakuumbwa hivyo. Ila mama akisimama kwenye nafasi yake ya malezi, hatutalalamika upotofu wa maadili, hatutalalamika mmomonyoko wa maadili, hatutalalamika uigizaji na uigaji wa magharibi uliopitiliza. Hatutalalamika vitu hivyo. Kwa kweli Tanzania tunajivunia kwa kuweza kuondoka kwenye mfumo dume uliokuwa umeshika hatamu katika nchi nyingi za Kiafrika, mpaka kufanya mapinduzi ya kufanya kiongozi mkubwa wa nchi, rais wa nchi kuwa mwanamke, ambaye pamoja na majukumu yake ya malezi anafanya mambo makubwa ambayo hatukuwahi kuyaona kabla. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli amesimama, na yeye kwangu namuona kama mwanga unaoniangazia kufikiri kwamba kama yule anaweza vile, kwa nini mimi nishindwe hichi hapa padogo niliponapo? Yeye anamulika Tanzania nzima. Je, mimi hapa kwenye halmashauri, mimi hapa nyumbani kwenye jamii yangu? Hivyo sasa tunapofikia mahali pa kushusha maarifa haya kwa wanawake wadogo ndio kama nilivyosema, kuanzia shule za awali na msingi, sekondari na vyuo, wakapata kila mtu akajua, akafahamu kuna hili lilofanyika na wanawake hawa walioko mahali fulani au walioshatangulia mbele za haki, wamefanya mambo makubwa. Na katika wote hatuwezi kumsahau rais wetu. Katika misukosuko tumeona akisimama kama mama. Katika hali ambako pasiko na amani amesimama kama mama kuhakikisha anatengeneza amani. Pale ambako palikuwa na bonde amesawazisha kiasi ambacho mtu hawezi kujua pale hapa palikuwa na bonde. Kwa kweli kipekee na mshukuru na kumpongeza kwamba anatufanya wanawake tulioko huku chini yake kupata ujasiri wa kufanya mambo kwa uhakika, kwamba tukijiona kabisa kwamba tuna nguvu na tunaweza, na kwamba tuna namna ambavyo tunamwangalia yeye katika utendaji wake, ndivyo na sisi tunakuwa na juhudi ya kufanya mazuri ya kuweza kumfanya yeye aweze kuongoza vizuri zaidi. Mama Samia Suluhu, Mungu aendelee kumtunza, aendelee kumpa afya njema, lakini pia aendelee kumpa hekima na busara katika kazi yake. Ni kazi ngumu ya kitaifa, lakini ni kazi nyepesi kwa mama yule. Ameitendea haki
ndani ya nchi na nje ya nchi. Tumeona hadi nje ya nchi wanamsifu na kumshangilia. Aliyoko ndani asiona thamani yake, basi ni ule kipofu wa akili, kwa sababu si mtu wa kutaka kuona mazuri. Kuna watu wanaotafutiza mabaya tu, yaani anatafuta kilicho kidogo kibaya, tena kilicho mbali na naye, basi kujaribu kukifanya kwamba ndicho kinachoweza kuwa mada ya kuzungumzwa. Lakini in the real sense, mama anafanya vitu, anafanya mambo, anafanya makubwa, anafanya mazuri, anafanya ya uhakika, anafanya kwa kiwango cha juu sana. Na wapo waliopuuza kwamba mwanamke tu. Sasa huyu ni mwanamke na nusu, ni zaidi kwa kweli, na anatufanya wanawake wengine ambao tuko kwenye majukumu mbalimbali tufanye kazi kwa bidii. Na mawaziri waliokuwa wanawake, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanawake, tunaona jinsi ambavyo wanafanya vitu vyao vizuri sana. Tunawapongeza pia na tunawaambia wao ni viongozi wetu, ni role model, ni waimarishaji wa mioyo yetu katika utendaji kazi. Kuna namna ya ushereheshaji wa siku ya wanawake Tanzania. Tumeshusha katika ngazi za wilaya, halmashauri, tunasherehekea vizuri kabisa. Nami sina shida na usherekeaji huo, wala si upingi. Lakini naona kama kuna nafasi imeachwa, kuna ombwe kubwa tu hapo katikati. Yaani tumeifanya hii sherehe kama kishada kinachopepea juu mbali, kimeshikwa kwa uzi mwembamba, kishada kizuri kimepakwa rangi, lakini kinaweza ule uzi ukakatika kikapotea. Lakini pamoja na kishada kung'aa kwa huko mbali, lakini hakitupi kivuli cha kuweza kujituliza mioyo yetu hapo, ili kukimbia madhila mengi tunakutana nao katika maisha ya kila siku. Hivyo basi ushereheshaji wa hii siku ya wanawake, tujaribu kuona namna ya kuunda upya, namna ya kutengenezea ushereheshaji huu uwe tofauti, uanze kule chini kabisa. Yaani kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 kwa kuna matukio ambavyo vinapamba hii siku mpaka kufika kilele cha tarehe 8. Kuna vitu ambavyo jamii wamejifunza, kuanzia watoto wale wadogo kabisa wa shule za awali na msingi, wa sekondari, wa vyuo, wanasherekea, wanashughulishwa, wanashughulika, wanashiriki, ili kuweza kuwafanya watambue nafasi, thamani na wajibu wao katika jamii, lakini kutambua utamaduni wao na kuutunza. Utamaduni wa taifa ni muhimu sana na ndio unaojenga uzalendo. Mtoto au Mtanzania anayekosa uzalendo ni tatizo kwenye jamii yake, ni tatizo kwenye taifa, ni tatizo kila mahali anapokuwa. Hata akiwa kazini hana uzalendo, ni tatizo. Atafanya madudu tu, atafanya madudu. Kwa hiyo watakapokuwa wanalelewa hawa wanawake, na kwa sababu tunajua wao ndio msingi wa malezi mema ya jamii, obviously taifa litatulia. Watajifunza, watafundisha, na watakapofundishwa watajifunza vizuri na watafundisha wengine, na kwa sababu wanawake ndio walezi, basi watarithisha kizazi baada ya kizazi. Hatimaye taifa letu litasimama. Mila na desturi zetu nzuri tutazitunza, utamaduni wetu tutauimarisha, na amani ya Tanzania itakuwepo, na Watanzania watakuwa na uzalendo wa hali ya juu, kiasi ambacho sitaki kutolea mfano sana mataifa ya nje, lakini liko taifa ambalo limetunza utamaduni wao mpaka unasikia wivu. Basi nao tukawapita, ili watuone kwamba ile Tanzania yenye amani basi ni Tanzania yenye utamaduni thabiti. Hayo machache nafikiri tukiyafanya kuwa vivyo, Tanzania ya kesho tofauti na leo. Naomba kuwasilisha, nawatakia sikukuu njema ya wanawake. Tusherehekee kwa amani, tulenge kujenga na kuunganisha taifa pamoja, kutokuweka mipasuko katika taifa letu, kupandikiza migogoro katika taifa letu, bali tuhakikishe taifa lenye mshikamano, lenye umoja, lenye utulivu, lenye furaha, lenye amani na lenye mafanikio ya kimalezi na kiuchumi na kiafya. Nawatakia sikukuu njema
ya wanawake duniani, na kina baba fahamu mmezaliwa na kina mama, nanyi ni washiriki mojawapo wa sikukuu hiyo. Karibuni tushereheke pamoja, tufurahie kama jinsi ambavyo mwanadamu yoyote anapoumia au kupata jambo la furaha tutasikia akiita mama yangu, basi na sisi tunasema mama zenu, karibuni tushereheke pamoja.